Na mtazamaji, karibu tena kwa kipindi chetu cha Tamrini. Na katika dunia ambayo inazidi kubadilika kila uchao, mustakabali wa taifa hili uko mikononi mwa vijana wa leo, vijana wenye ndoto, vijana wenye maono na ujasiri wa kuongoza. Hiki ni kipindi kinachochambua changamoto, fursa na nafasi ya vijana katika uongozi wa jamii kwa jumla. Na hivi sasa tunataka tuangazie undani, ama ukipenda uketo, wa swala hili la viongozi na vijana. Na studioni wageni tayari wako hapa, wako ngangari kabisa kuweza kudadavua swala hili. Tunaye Fredrick Kaunda ambaye ni naibu mwenyekiti wa baraza la vijana wa chama cha Safina. Pia tunaye Eric Nahurenya ambaye ni wakili, ameazimia kuchukua pia wadhifa wa kisiasa, pamoja na Francis Sakwa ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Karibuni sana KBC. Asante. Naam, tukianza nawe Bwana Francis Sakwa, mkiwa mchanganuzi wa masuala ya siasa. Je, tuko wapi wakati kama taifa katika masuala ya vijana na hasa kujumuisha vijana kwenye uongozi wa taifa hili? Asante sana kwa muda huu wako. Ningependa kusema kwanza, jambo la kwanza kisiasa, kama nchi na kama jamii ya Afrika na Kenya kwa jumla, tuko kwa ile wakati ambao ni wakati ambao haueleweki, kwa sababu vijana na wazee kuna mvutano. Natumai baada ya mwaka moja tutaweza kuwa na mpangilio na tutaweza kuwa na clear plan na clear vision ambayo itaweza kuonesha mwelekeo wa siasa, kwa sababu kwa muda wa miaka miwili kumekuwa na panda shuka na changamoto kadhaa katika sekta hiyo ya vijana kwa mambo ya siasa. So nadhani kwa sasa tuko kwa ile kutoka dilemma. Hatujui kama direction ya vijana ni gani hapo mbele. Fredrick Kaunda, ukiwa kiongozi wa chama cha Safina, nakumbuka kwamba chama hicho kiliweza kuasisiwa na mwanasayansi aliyekuwa anafanya utafiti wa mageuko ya binadamu, ukipenda human evolution, mwenda zake Richard Leakey, pamoja na wakili Paul Mwite, na kwa sasa kinashikiliwa na Jimmy Wanjigi, lakini hatumsikii Wanjigi. Yuko wapi? Wanjigi yuko na tuko na mkakati ya kuweza kutembea na hii safari ya kutafuta kiti cha urais nchini Kenya. Na muhimu sana ni kwanza kusema asante kwa kunimpa mwaliko wa leo. Chama cha Safina imesimama imara kwa mambo ya vijana, kwa sababu vijana ndio viongozi wa kesho, na kwa muda mrefu vijana wameishi kuahidiwa watakuwa viongozi wa kesho, na hii ahadi ikawa deni. Lakini kwa sasa sisi tuko katika hili vita, katika hili safari kwa kuhakikisha vijana ndio wamewekwa kipaumbele katika uongozi wa taifa. Naam, Eric Nahurenya, ukiwa wakili, je, unaona katika katiba kuna mapungufu yapi ambayo yanafungua mianya ya kuwafanya vijana wakose kupata nafasi za uongozi? Asante. Na chukua nafasi hii kwanza nishukuru Sheila na KBC, maana hii ni mara kama ya 8 hivi ama 7. Kwa hivyo wewe sio mgeni, wewe ni mwenyeji. Mimi ni mwenyeji, niko nyumbani. Jihisi nyumbani. Asante sana. Kwanza kabisa, vijana ni nguzo ya taifa lolote, na haswa hapa nchini Kenya, katika taifa ya Kenya. Niweze kusema ya kwamba kikatiba, ukiangalia kipengele, kuna vipengele viwili ambavyo ni vya maana zaidi, haswa kipengele cha article 53 ambacho kinaweza kuangazia masuala ya the rights of the children. Maana hiyo ndio inaweka msingi ama misingi dhabiti, baadaye ndiposa tupate wale ambao ni watoto wachanga waje wafike ule umri ya ujana. Kuna ile preteen, so lazima kama serikali, ni wajibu wa serikali kwanza kabisa kuhakikisha kwamba kuna mipangilio dhabiti, mipangilio kabambe ambayo itaweza kusaidia kulay a very strong foundation kwa vijana, haswa ambao wale wanaanza masomo, ikiwemo kuanzia shule za chekechea wakisonga hadi shule za upili. Niongezea kwamba pia kuna kipengele cha article 55 ambacho kinaashiria ama kuangazia masuala ya vijana.
haswa ni ile wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba kuna mipango kabambe upande wa kuhusisha vijana katika masuala ambayo yanawahusu. Niongezea kwamba pia ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba wakati wa mitandao mama na ICT inapewa kipaumbele katika nyanja tofauti tofauti, na labda niseme ya kwamba mbele katika nyanja tofauti tofauti, na labda niseme ya kwamba katika taifa la Kenya kuna ile inaitwa youth bulge. So licha ya kwamba ni resource ambayo ni kubwa sana, changamoto ziko chungu nzima kwa upande wa mikakati ambayo imekuwa rolled out kusaidia vijana. Labda vile tunaendelea tutaweza kuguzia 1, 2, 3. Lakini kisheria ni wajibu wa serikali. Na tukisema serikali, mara mingi unajua leo hii katika taifa la Kenya tuko na serikali kuu na tuko na serikali za majimbo, zile county government ama devolved government. Wakati tunazungumza wajibu wa serikali ni hizi serikali mbili, serikali ya kuu ambayo ni Rais William Samoei Ruto na serikali za majimbo. Kama mimi nyumbani ni Bungoma. Sasa nikienda kule Bungoma nitaashiria ama kunyoshea kidole upande wa serikali ambayo inaongozwa na gavana Lusaka. Kwa hivyo serikali, ukienda nyumbani, serikali ya kaunti inafai kushughulikia. Tukiwa hapa Nairobi ni ya Sakaja. Ni ya Sakaja. Na kwa jumla serikali kuu. Na Bwana Frederick Kaunda, ukiwa kiongozi wa masuala ya vijana katika chama cha Safina, ametaja kwamba kuna swala la majenzi vijana wa kizazi cha sasa, ambapo siku za hivi majuzi ama hapo mbeleni tuliweza kushuhudia maandamano ya kupinga utendakazi wa serikali. Je, ina maana kwamba vijana wa kizazi kipya almaarufu Gen Z sasa wameweza kuridhika? Manake siku hizi watu wasikii. Gen Z hawajaridhika. Ni vyema uelewe katika economy ya nchi ya sasa, kupata chakula, hata kupata ile fedha za kulipa hata nyumba ni ngumu. Na hawa Gen Z ambao walijitokeza katika maandamano ya mwaka uliopita na mwaka ingine iliyopita, ilikuwa kwa sababu ya uchumi. Uchumi ya Kenya haiko mahali panavyofaa. Na Gen Z walijitokeza na wakaonyesha vile wako tayari kuingia kwenye uongozi kwa kupigania maslaha yao. Ukiangalia chama cha Safina kinasimama na kutatua hilo suluhisho la uchumi wa nchi. Na ukiangalia sana, Gen Z wengi walisomeshwa na makanisa, wengi wakachangiwa na vijiji kusoma. Wakati walitoka shule ama wakati walipohitimisha chuo kikuu, ilikuwa ngumu sana kwa kupata ajira. Na kama huwezi pata ajira, unaona vile hata kupata pesa ya kujikimu ni ngumu. Sasa hii maneno ya uchumi kwanza tunafaa tujiulize itatatuliwa aje? Na sisi kama chama ya Safina tunasema kwanza, katika vipengele zetu 5 ambazo tunaziita first agenda, ni ya kwanza chuo kikuu, education itakuwa ya bure, maslaha ya health itakuwa bure, tutaweza kureduce VAT kutoka 16% hadi 5%. Serikali ya Safina itakopa deni domestically, na tena hatutaweza kulipa ODS debt. Hii ODS debt ama kwa kipengele cha deni bandia ni nini? Ni ile deni ambayo ilichukuliwa kwa jina la Wakenya lakini haikufika nchini Kenya per the audit. Na serikali imeishi kulipa hiyo deni, kama mwaka uliopita ilipa 2.3 trillion kwa hiyo ODS debt. Kuweza kulipa tu healthcare the whole year ni 170 billion. Hiyo nao atahitaji hizi vitu za SHA, SHIF. Ni Mkenya wa kawaida atahitaji kwenda hospitalini na ID card yake na anatibiwa bure. Na tuweke tu kwa example, tumelipa healthcare for a whole year, Mkenya anatibiwa bure. Tutahitaji hospitali mingi kujengwa nchini Kenya, na hizo ndo ajira zitaweza kujijenga. Madaktari wataajiriwa pale, wana construction wataajiriwa pale. Tukienda kusema education itakuwa bure, sasa unaona vile wazazi wanalia, wanasema hata kupeleka mtoto shule ni bei ghali.
kununua uniform. Sisi enzi zetu tukiwa vijana wadogo, uniform ilikuwa bei ya chini sana. Sasa mtoto wa grade 10 uniform yake ni kama hiyo budget yake ni kama mtoto anaingia university, hata imepita. So kitu tunasema ni vijana wanaingia kwa uongozi kwa sababu katika society tunataka kusema hivi ndo haki zetu na hazijakuwa zikisikizwa kwa muda mrefu. Na sisi kama viongozi, mimi kama naibu kiongozi wa vijana katika chama cha Safina, tunasimama katika hili safari. Asante. Bwana Fredrick Kaunda, umesema kwamba tumeongea kuhusu mambo ya Gen Z, lakini nimeona umegusia swala la elimu na tutarejelea pale ambapo nitamuuliza Bwana Eric aweze kudadavua kwa undani mfumo wa mtaala wa elimu wa umilisi. Lakini kwanza tukija kwako Bwana Francis, je, unaona kwamba serikali za kaunti zimewajibika katika kuwapa vijana nafasi za uongozi au vijana au kuwapa zile zabuni angalau waweze kujimarisha kiuchumi? Jambo la kwanza ningesema lazima tuelewe vitu kwamba serikali za kaunti haziwezi fanya kazi bila serikali kuu. Na lazima zifanye pamoja. Ndio maana kwa muda wa miaka 2 rais amekuwa akijaribu kuhimiza kwamba serikali za kaunti na serikali kuu lazima zifanye kazi pamoja. So jambo la kwanza tungeweza kuambia, ukiangalia zile serikali, miradi zinafanywa serikali kuu wakiongozwa na William Samoei Ruto rais, ni lazima zifanye kazi na serikali za county. Mojawapo ni kazi ya affordable housing. The county government wanapeana land, na serikali kuu inaweza kutafuta investor na kuweka pale ndani. So ukiangalia the number of employment, nafasi ambazo zimetengenezwa kazi na program ya housing program, ambayo ikiwa hapo ni mambo ya housing, kunakuja mambo ya market na hostels. So ukiangalia hizo sekta tatu, the number of employment, zile kazi zimepeana kwa kijiji na katika county, na ningependa kupatia viongozi wangu walioko hapa watoke waende any county, watapata lazima kuna mradi ya serikali ambayo inaendelea, either ikuwe ni housing ama ikuwe ni hostel ama market ama infrastructure. So hizi zote zinaweza kuhakikisha kwamba vijana ambao wako kwa area hizo za county wanaweza kupata kazi. So ningesema serikali inaweza kuweka kwa nafasi kubwa, lakini iko na mikakati ikiwa na partner na serikali. Lakini pia ukiangalia wakati program ya rais ya Nyota na hizo program zingine, unapata mingi zao ni partnership, kwa sababu the identification program ya watu inafanywa na area chiefs, MCAs na county leadership. So unapata there's a clear connection ya hizo serikali mbili. So ningesema kwamba county government sio zote, lakini kuna zingine ambazo zimeweka. Na mimi napenda sana kupenda example ya Nairobi. Gavana Sakaja Nairobi ndio gavana wa kwanza ameweza kuandika zaidi ya vijana 1500 katika kitu inaitwa Constable na Green Army. Ameweza kuweka vijana wengine wa program ya Dishi na County, na ameweza kupatia vijana katika creative arts pia na kufungua space ya vijana waweze kuonyesha mitandao yao. So utapata kwamba inaweza kuwa ionekane direct, lakini depending na ile county umetoka, na mimi kama mtu nimezaliwa Nairobi hii, nadhani ya kwamba hii county imejaribu sana, lakini sio ni chini ya expectation yetu, lakini nadhani kwamba tukiendelea vyema miaka ingine kiwa na partnership katikati ya serikali kuu na serikali za county tutaweza kusonga mbele. Bwana Eric, najua kwamba unauelewa wa kina kuhusiana na mfumo wa elimu ya umilisi, na pia tumeona katika runinga na vyombo vya habari mbalimbali kuhusiana na swala la watoto kurejea shuleni, maana kwamba wengine hawana karo na wengine hata matumizi ya binafsi wazazi wao hawezi kukidhi. Na jambo hili pia kumeweza kukuwa na mdahalo na hisia mseto kutoka kwa wananchi kuhusiana na mtaala huo. Wanasema kwamba huu mtaala sio mzuri, heri turejelee ule wa mfumo wa 844. Kwa hivyo unaweza kutuelezea maoni yako ni yapi? Manake kuna baadhi ya Wakenya ambao wanasema kwamba hii hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge CDF isiweze kukabidhiwa wabunge ama watu binafsi, lakini iweze kuweka iwe kama hazina ya watoto, ndiposa kila mtoto aweze kusoma bila malipo. Asante sana Sheila. Hizo ni maswali kadha wa kadha lakini nitajikaza ili niweze kuguzia kila sehemu. Lakini kabla pia nizungumze mambo mengine, niguzie hili, maana tunazungumzia swala la uongozi, haswa vijana katika uongozi.
uongozi si tu upande wa kisiasa, pia kuna mambo na social, economic and political spaces. Na pia Sheila, ni vema pia niseme hivi, kule Bungoma watu wanajua kwamba mimi ni mmoja wa wale ambao wanagombea kiti cha seneta 2027 kule Bungoma. Lakini pia nimepata fursa ya, kando na kuwa wakili, nimekuwa policy consultant, especially in policy formulation. Nimepata fursa ya kuzungumza na viongozi wa shule, haswa walimu wakuu wa shule za upili. Unajua pale nyuma tulikuwa tunazungumzia tu ya kwamba mambo na CBC, saa hizi ni CBE, competence based curriculum, ikabadilishwa ikakuwa competence based education. Ilikuwa masuala ya shule za chekechea, primary school, lakini kwa leo hii shule kuna zile zinaitwa senior schools. So zile ambazo zilikuwa shule za secondary kuanzia kule pale mbeleni, kuna zile ambazo zilikuwa national ama county schools ni senior schools, na hizo zina admit watoto ambao inaitwa the first cohort ya grade 10 katika zile 3 pathways, nyanja 3. Moja ni ile inaitwa STEM, wale ambao wanaendelea wanaashiria kupasu ile mambo na sayansi, na kuna ile inaitwa social sciences, wale ambao huenda wananuia kuwa mawakili kama mimi, na kuna wale wa arts ama creative arts and sports, wale ambao wangependa kufocus kwa masuala ya talanta, kukuza talanta. Leo hii ukizunguka kwa mashule kadha wa kadha, wakati unafanya admission, mimi pia ni mzazi, nimepata fursa ya kuadmit watoto wengine hata ambao tunasaidia. Unapata unafika shuleni, unapata ule mtoto hata wakati alikuwa anafanya uchaguzi wa ile 3 pathway, akifika pale hatambui, maana hakuja kuwa na ile information, ile public awareness mzuri kwa upande wa wazazi na pia kwa upande wa walimu. Na unajua ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba kuna proper preparation. Leo hii zile shule ambazo ni shule za upili zinang'ang'ana kuhakikisha kwamba mfumo mpya wa elimu unastahimili mawimbi ya kutokuwa na proper preparation. Nilikuwa nasikiza wabunge haswa ambao wamekuwa pale, haswa kiranja walio wengi katika bunge, Mheshimiwa Kimani akinyoshea kidole haswa PS wa education, maana kuna mambo mengi ambayo yanakumba shule, mfumo huu wa elimu, mfumo mpya, na ni masuala tata ambayo haijaweza kutatuliwa. So vile tumekaa hapa, serikali kuu ijue ya kwamba ni wajibu wao kuhakikisha kwamba mfumo mpya, na pia bado kuna yule mfumo wa 844, tujue kwamba kuna ile inaitwa transition, kuna kitu inaitwa retooling. Walimu wetu katika shule za upili hawajapata muda bora wa kuwa properly trained, kufanyiwa retooling, na pia bado kuna ile mambo na guesswork na wazazi. Na ujue kwamba tunapozungumza masuala ya uongozi, masuala ya vijana, mimi nilitangulia kwa utangulizi wangu ni kwamba katika kipengele cha Article 53 kinapewa wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba masuala ambayo yanahusu watoto wanapewa kipaumbele, na swala la access to education is a constitutional right, na kama inji hatuwezi ipata right, then basi tutakuwa we will waste a whole generation. Pili niseme ya kwamba so mfumo wa CBC bado hauja stabilize. Serikali kuu lazima ihakikisha kwamba, nilisikiza Rais William Ruto akizungumza kwamba ni vema watoto ambao hata hawana chochote waweze kuripoti. Ni sawa, but that is a political statement. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba hawa watoto hata wanapoenda shuleni, wala ambao hawana karo, ya kwamba karo imepatikana. Nikija upande wa CDF, kuna pesa ya CDF. Najua CDF, mfumo wa CDF waliubadili kidogo, ndiposa kwa ajili vile tulipata serikali za majimbo, wakati pale mbeleni kulikuwa ya kwamba CDF inaweza, pesa ya CDF ingeenda kujenga hata mambo ya mahabara ama mambo ya mahospitali, lakini vile ilichukuliwa na county governments wakabadili. Unajua kisheria CDF is illegal, maana ilifaa ikuwe devolved, part of the devolved money. Lakini kazi ya CDF pia inaonekana. Ni ombi langu kama mmoja wa wanasheria katika taifa la Kenya, na pia kama mmoja wa policy consultants katika taifa la Kenya, ya kwamba inawezekana ukichukua hizi pesa za CDF
uchukue hizi pesa za scholarships ambazo zingine zinapeanwa na National Ministry of Education MOE, na upate pia pesa za zingine ambazo zinatoka hizi counties, ziweke pamoja in one kitty ili kukuwe na free access to education. Maanake ukiangalia ile article 53 ambayo inazungumza mambo ya watoto, wajibu wa serikali kwa upande wa watoto na pia wajibu wa serikali kwa upande wa vijana, katika article 55 ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba access to education is guaranteed. Inawezekana hizi pesa ambazo zinaporwa, zile pesa ambazo zinaibiwa, kama serikali ya William Ruto na serikali za county na viongozi wote ikiwemo bunge la taifa, ikiwemo Senate, inawezekana kwamba kupitishwe sheria ya kucollapse all these kitties into one, na watoto wa Kenya wapewe access to education ambayo iko qualitative. Na pia nizungumze ya kulikuwa na mabadiliko ya mfumo wa 844 na sasa CBC. Unajua 844 ni binadamu tumekuwa tuna evolve. 844 ilianzishwa kule mbeleni wakati wa 1980 something. Vile tumesoma historia ya mambo na elimu katika taifa la Kenya, unajua kwamba wakati tulipata taifa la Kenya lilipopata uhuru, pia kulikuwa na mfumo mpya ambao focus yao ilikuwa kutengeneza, kupata watu ambao watakuwa na tajriba ya kusaidia serikali kuendesha shughuli za serikali, maana we didn't have proper people who are skilled. Na niseme ya kwamba mfumo huo umeweza kutusaidia kama nchi, imefika mahala fulani, lakini hii ya CBC, if it's properly midwived, then it is actually good. Sijui kama kuna labda lile ambalo huenda nimeliacha kando kidogo. Bwana Eric, usubiri kidogo, tushikilie hapo sasa. Tuje kwake Francis Sakwa. Tumeona katika vyama vya kisiasa unapata kwamba wanawake vijana wanahofia kuigiza guu katika ulingo wa siasa. Hata tukiangalia chaguzi zilizopita, chaguzi ndogo zilizopita za mwezi Novemba mwaka jana, idadi ya wanawake waliogombea viti ilikuwa hafifu mno, kama kule maeneo ya Kasipul na kadhalika. Hata kuna mmoja alipata kura 26. Je, ni nini kinachofanyika? Kwa nini vijana wanawake wanaogopa kuingia katika siasa? Hii ni jambo tumekuwa na mazungumzo sana, kwa sababu kama jamii lazima tuweze kuangalia shida gani, kwa sababu kwanza ningeweza kupatia heko chama cha UDA, kwa sababu ukiangalia Kenya Kwanza Coalition last election waliweza produce several governors ambao ni wanawake. Ilikuwa ndio chama ambayo iliweza kuleta viongozi wengi wa kike na vijana katika seneti, bunge na ugavana, na pia wakaweza kujikaza kuweka mwenyekiti wao akakuwa mwanamke, na wamejaribu sana kwa muda mrefu. Nairobi I think nimeona pia wako na elected leader ambao ni wanawake katika county assembly. Lakini hii ni jambo ambayo kwa sababu ya hii mambo inaitagwa political intolerance. Political intolerance, hiyo mambo ya vurugu imeweza kuzuia, and then pia tumeweka siasa ikakuwa ni mambo ya hela ule ako nayo, na jamii kwa muda mrefu. Unajua wanadada wamekuwa ni wanataka na kizungu marginalized, wamekuwa ni watu ambayo hajakuwa kipewa nafasi katika kazi, katika tenders, katika process ya leadership, so hawana hela na pia hawawezi participate in what we call violent political spaces. Nadhani hiyo nimekuwa changamoto kubwa sana, kwa sababu nilikuwa naweza kuangalia, niliambia marafiki zangu wakati nilikuwa mkutano fulani, nikawaambia kwamba we need to observe this trend, kwa sababu hauwezi fanya election na out of around the karibu 12 by elections hakuna mwanamke mmoja amekuwa namba 3. Hata namba 3, hata namba 2, namba 3. Na hata ukiangalia kumekuwa na hizi pia kuna uchaguzi mdogo zimekuja, bado kwa all the major political parties ambao ni ODM na UDA wote wameweza kunominate wanaume kama viongozi wao. So ni changamoto imekuwa ni kubwa sana kama jamii, na kwa sababu sisi bado kama jamii tumewacha kuaccept, we are still not accepting ya kwamba tunaweza ongozwa na wanawake. Na nimeona kumekuwa na excuse ya kuweza kusema kwamba wanatumia jirani wetu Mama Suluhu kama scapegoat, lakini naweza kuambia kwamba sio Suluhu, sio dictator mwanamke peke yake, pia kumekuwa na Museveni pia ni dictator, tumekuwa na Kagame, so hiyo ikuwe ni mdo. Lakini ningependa kwamba hizi vyama ziweze kupeana what we call spaces kwa wanawake, lakini that can only happen one, ni lazima tuhakikisha kwamba Inspector General wa polisi ameweza kuhakikisha kwamba anapeana adhabu kali, kwa sababu ile tuliona Kasipul, ile tuliona Mbere, ile tuliona Malava hairuhusu
wanawake kuparticipate katika political process. So ni lazima serikali iweze kukaza kamba na iweze kumake sure kwamba kuko na severe penalty, wakili atakwambia severe penalty, ile ya kwamba ukipatikana na makosa unastakiwa na ikiwezekana pia chama chako kinavunjwa. Nadhani hiyo itamaanisha kwamba wanawake wameweza kuparticipate kwa hii process ya free and fair credible election. Na Bwana Francis, umezungumzia swala ukasema wanawake wanapaswa kupewa, lakini hapa nchini Kenya tuko katika enzi, hata sio enzi, zilianza kitambo, enzi ya mfumo dume, ambapo patriarchal society, ambapo jamii hii inaangazia sana mtoto wa kiume. Na pia kuna wageni ambao pia wamekuja hapa studioni, ukiwaambia mambo ya wanawake wanasema inafaa tufanye, tunafaa kufanya hivi na hivi, lakini hatuoni mambo haya yakitekelezwa. Je, ni nini tunaweza kufanya? Mambo gani ambayo tunafaa kutekeleza ndipo sawa wanawake waweze kupata nafasi? Na pia nikiongezea hilo ni kwamba kuna wale wanasema kwamba kwa nini wanawake wanataka wapewe, mbona wasipiganie hivi viti? Tuko na kitu tunataka kwa kizungu, tuko kwa constitutional democracy, ya kwamba sisi ni lazima tu implement katiba yetu. Na wakili atakwambia hapa months before, mwaka moja ama miezi 8 nyuma yake, koti ya Kenya ilirule kwamba parliament ni unconstitutional kwa sababu haija meet threshold ya kuwa na 2/3 ya agenda. So ni lazima we can't run from this. Ni lazima tu implement katiba yetu, tuhakikisha kwamba tumetekeleza katiba yetu, tumehakikisha kwa kila department ya serikali, hata immediate tukuwe na masio ambao ni wanawake, tuende kwa kila department tukiweza ku make sure kwamba we implement our constitution fully, na kuhakikishia kwamba hata kuona changu, kwa sababu wanawake wataweza kuinuka katika nyanza, katika position za administration. Kwa sababu ukiangalia hata leo, kwa najua kupatia example moja ya mambo ya sekta ya usalama, kiongozi ni CS anaitwa Kipchumbo, ukiangalia DIG Kanja, ukiangalia deputy Masengeli, ukiangalia mwingine ni wana, so kwa Security Council unapata na wanaume. So hawa wanaume ambao wameketi kwa hiyo meza hawawezi tetea agenda kwa sababu hawaelewi. So ni lazima tuhakikisha kwamba kwanza wameelewa. Lazima kijana kioko system na mwanamke itaweza kusaidia sisi kuweza kudiscuss na kuhakikisha, kwa sababu Masengeli bado nafikiria ni fujo, kwa sababu hao hufanya fujo. So lazima tuwe na watu kwa hizo spaces hizo kikombe wameinuka. Na jambo la pili pia ningependa kuhimiza wanawake na viongozi wa kike. Pia lazima tuweze kuinuana. Tuweze kushika wale tumepanda juu kama kina Pasaris na wakina wengine tu, wakina Umanga, tuweze kushika wale wako chini, uweze kuinua na tuambie kwamba siasa iko na changamoto zao, lakini lazima wajitume. Lakini pia sisi wanawake pia tuweze participate in the process ya democracy, kwa sababu pia sisi tutoke kwa manyumba na we participate in the democratic process ya kushinda uchaguzi na pia kuwa part and parcel of that process. Naam. Asante sana kwa hilo swala ama kwa huo wasia wako. Frederick Kaunda, je, chama cha Safina, je, kina nafasi ambazo zimetengewa wanaume ama mtasema wapambane na hali yao, wajitokeze kimasomaso pia nao waweze kupambana? Chama cha Safina ni chama cha kipekee. Nataka nikueleze, hata mimi wakati nilipokuwa naikwa katika neki ya chama, mwenyekiti wangu ni mwanamke. Katika neki ya chama utapata mwenyekiti akiwa mwanaume, naibu mwenyekiti yani kuna gender balance katika chama. Na nataka tuelewe, si wanawake pekee, kuna PWDs pia tunafaa tuweke kwenye mkakati, na chama cha Safina ni nyumbani ya hao wote. Na ningependa tunaongelea kweli vijana kwa uongozi, na tunafaa tujiulize vijana wanatokeaje ndo watafute viti uongozini. Ukiangalia maneno ilitendeka katika kanisa cha Othaya, pale kulikuwa na vijana, kulikuwa na watoto na kulikuwa na wazazi. Wazazi hawezi pigana na ile vita yenye ilikuwa pale, hawana ile nguvu ya guns na askari, lakini vijana pale waliangalia kuona ni mamangu, ni babangu, nafaa nisimame nitetee haki zao. Na katika serikali ya nchi ya leo, ili ni mambo haifai kuchukua wiki, haifai kuchukua mwezi, inafai kuchukua hata siku. Rais aseme watu hawa na hawa waweze kushikwa. Ukiangalia hata ile demonstration ya Gen Z, haki ya vijana ambao walikufa bado haijatimizwa. Vijana wanaingia kwa uongozi kwa sababu ya uchumi na haki yao, hata si kitu kingine. Sasa sisi tumesoma na tunajua constitution yetu inatupa haki ya kuingia kanisani, inatupa haki ya kuungana kama vijana tuweze kuongea,
Unaona? So uongozi wa vijana ni uongozi ambao inaangalia maslaha ya watoto wetu na watoto wetu wataishi kwa nchi gani. Sasa hivi ukiangalia nchi kwa ujumla, vijana wanateseka. Tuko kwenye studio tunaweza kuwa tunasema plans, projects zote, lakini ukitoka pata nje ya gate, vijana wanateseka. Wale wenye wanafanya Bolt, wale wenye wanafanya kazi zote, kwa sababu kwa kila 100 wanatengeneza 70 bob to 80 shillings inaenda kwa kodi. Na hii kodi tunajiuliza mbona ishuki? Ni kama kuwa na mwanamke nyumbani kila wakati anakwambia niko na deni kwenye duka ya 500. Ukimpea pesa auoni hata kama majani muongezwa kwa nyumba, auoni hata sukuma, tena kesho yake anakwambia deni muongezeka tu 1000. Anakwambia kuna chama cha kulipa. Anakwambia kuna chama. Hiyo chama haijanunua hata TV, haijanunua hata kuka. Sasa tunajiuliza hii nyumba itasonga mbele kweli? Na sasa kama sisi vijana tunasema tuko na plan, na katika chama ya Stafina kikiongezwa na party leader Jimmy Wanjigi, akona mfumo bora wa economy yeje inaweza tatua ile maneno. Nimesikia ndugu yangu akisema maneno ya education. Mimi nasema hii mambo ya CDF haifai kukua. Mtoto as long as akona birth certificate ya Kenya, anahitaji kupata masomo ya bure kutoka primary hadi secondary. Ni haki yake. Mambo ya masomo ifai kuwa mambo ya bei ghali ati watu wanafaa wachange mtoto wasome. Ndio inchi kuwe inchi kubwa, lazima watu wakuwe literate, watu wapate masomo bora. Na the only way we can do that, hii pesa inaolipa deni yenye hatuoni inafanya nini nchi, ni 2.3 trillion. Tukitoa 280 billion, 280 bilioni, hiyo itaweza kusuluhisha maneno ya education, si mambo ya CDF nini. Tukitoa 170 itaweza suluhisha maneno ya healthcare. Na juzi tumeona SHA inasema 11 billion imepotea. Zimetoweka. So wanasema ni hospitali zimeweza kuweka sijui nini, pesa ikapotea. That goes back to the leadership. And the leadership is, kama rais unatumia mfumo gani kwa ajili au mawaziri? Katika serikali ya Safina, mawaziri wanafaa ajiriwa from a competency level. Juzi unaona mbunge wa Rangwe Lilian Gogo anasema waziri ya Ugamba mshiki simu na ni waziri wa masomo. Na ni mbunge. Sasa mwananchi wa kawaida ataweza jitetea huku nje kweli? Atakuwa na tatizo. Atakuwa na tatizo. Na ndio maana unaona vijana wanaingia kwa uongozi. Na hata mkisema vijana hawajajitokeza, vijana kwa sasa wengi wananasi zile injuries za last year. Wengine wao wameshikwa hadi hawajatoka. Wengine wameitwa magaidi huku nje kwa sababu ya kuvaa vizuri na kutoka kusema haki yangu kwenye constitution ni kutoka protest huku nje kusema serikali fanya hii na hii na hii. Lakini wale goons wenyewe wanaonekana kwa kanisa hawatuchukuliwi hatua. Na mimi nasema kama sisi vijana ambao tuko hapa, ni vyema tusimame na vijana wenzetu. Na ni vyema tuwape direction ambayo inafaa. Asante. Asante sana. Naona kwamba tumesalia na dakika 6 peke yake. Kwa hivyo nitampa Bwana Francis dakika 1 aweze kusema lile jambo ambalo ana msukumo nalo. Msije mkasema tuko kwenye site lakini hatujamaliza kutekeleza, ama sijakupa muda wa kusema lile ambalo unasikia una ufinyu lalo unataka kusema. I think mimi sina la kufinya, lakini ningesema kwamba sisi kama vijana lazima tujue kwamba ile generation atakuwa wazee. Lazima kwanza tuwe na heshima na tuwe na nidhamu. Kwa sababu ukitaka kuongoza lazima ufanye nini? Uongozwe. Kwa sisi kama vijana pia lazima tukubaliane kwamba tuko na wazazi, tuwapatie heshima yao na tukubali ushauri wao. Jambo la pili, pia ni lazima tuache kuwa watu tunasoma mjadala without fact checking. Na ndugu yangu nimeshangaa kwanza ukiongea mambo hiyo 11 billion, kwa sababu go and check, nikiangalia counter checking yake unapata kwamba ni facility hazija comply. Lakini unajua sasa kama si vijana, I think tumewacha kuwa ni watu wa kuenda kuwa watu wa hisia, watu wa emotions. Kama vijana lazima tuwe watu wa fact checking, tuanze kuangalia what are the available opportunity. Stop being sitasema lazy, lakini tuache kuwa watu ambao tumekuwa kwa comfort zetu. Lazima tutoke nje, tujitume na tuanze kuangalia ni which programs are around, kwa sababu hapa nje kuna changamoto enzi zetu sai na mbele.
Hata mimi nikiwa mtoto mdogo nilikuwa nalipa sadaka sumni. Miaka 2 nalipa shilingi 3. Ujue next year nalipa shilingi 500. Ni process. So lazima tuangalie historia na tuangalie wapi, lakini tukiweza for us to succeed in this process, we must practice what we call constitutionalization. Lazima tu implement katiba yetu. Na sisi vijana, we must be part and parcel of the process of constitutional reforms. Asante. Na tukija kwako Frederick, nakupa dakika moja pekee yake, alafu tutaenda kwa wakili tuweze kukamilisha kipindi. Naam. Asante sana. Yangu ni kuambia vijana wenzangu, tukiwa pamoja tuna nguvu. Ni kweli amesema nidhamu, lakini hakuna wakati tutapata nidhamu kama umesomeshwa, hauna kazi na hauna hata ile pesa kidogo ya kukula. Cha muhimu cha kusoma ilikuwa nini? Sisi kama vijana tunasema, hata hii maneno yamesema ya SHA, 11 bilioni ingepotea kama maslahi ya matibabu ingekuwa bure. Unanipata? Sisi kama vijana ni vyema niambie vijana wenzangu tuweze kuingia katika safari ya kuingia kwenye uongozi, kwenye viti za MCA, MP. Naona ndugu yangu anataka senator na tutamshikilia because yeye ni kijana mwenzetu. Na wasiogope, hii kiti ni ya mtu yote mwenye ana akili na mwenye akona, yani siasa ni mambo unaingia kwa mambo ya watu, sio mambo yako kibinafsi, sio mambo ya kushinda. Viongozi wengi unaona wanaingia siasa kushinda. Siasa ni maslahi ya watu. Yeye anajua vile watu wa Bungoma wako, wanahitaji nini pale Bungoma, na sisi kama vijana tuweze kusaidia wazazi wetu kwa kutengeneza ili inchi iwe inchi bora. Na sisi kama chama ya Safina tunakaribisha kila Mkenya, hata wewe mwenzangu, karibu kwenye chama ambalo litakomboa inchi. Asanteni sana. Lakini naona heri nizingatie tu kwa muktadha huu wa wanahabari, manake siasa zina mambo. Na mwakili, kuna lile swali ulikuwa unazungumzia la elimu. Nitakupa sekunde 30 peke yake, alafu kama una jambo la msukumo uweze kumaliza, manake naona mwelekezi anaweza kuja kuninyanyua kwa hiki kiti, aniambie ondokeni. Asante. Niombe tu ya kwamba serikali kuu ihakikisha kwamba mfumo mpya wa masomo umepewa kipaumbele ili watoto wetu ambao wengi wao ni vijana Gen Zs wapate masomo ambayo ni kamilifu na ni yale ambayo masomo yatawasaidia kujikimu kimaisha pale mbeleni. Pili, niongeza nisema, nilimsikiza ndugu yangu, nafikiri anaashiria upande wa serikali sana, anaegemea upande wa serikali sana. Kuna NYC, mimi ni mmoja ambao walipigiwa kura wakati wa National Youth Council, wakati kulikuwa na National Youth Council. Kumekuwa na tetezi mingi na zile ile changanuzi wa kuhakikisha kwamba vijana katika nchi ya Kenya, maana we have the law, we have the relevant policies. Hata hii mradi wa Nyota, ukisema chief ama county government ama nani washughulike, ni vema masuala ya vijana wapewe kipaumbele, wajihusishe katika uongozi wao wa National Youth Council. Pili, kuna zile short term na long term programs. Short term kama hii mambo na housing, ukienda in every county maybe wanajenga in a specific constituency, si kila kijana ambaye anapewa nafasi. Na pia kazi nyingi ni ile ya manual work. Tungependa kukuwa na ile inaitwa skills development exchange program. Wale ambao wamechukua hizi contracts pia leo hii kama vijana wamekuwa engaged. Kwa mfano Kenya hii, katika taifa la Kenya kuna vijana wengi, kuna tertiary institutions, kuna graduations every year, kuna universities, ni wengi in every sector. Without proper planning, ukisema kwamba tumecreate kazi na kazi nyingi ni manual, what about those who are skilled? Nikienda kumalizia, ni wajibu wa serikali, nitarudia tena, wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba kuna industrialization especially by the national government, na zile county governments, serikali za majimbo zikuwe na zile, zianzishe ile inaitwa cottage industries. Kulikuwa na former governor wa Makueni alianzisha zile cottage industries hapa na pale, kuna mambo na processing ya juice and all that. Lazima serikali za counties na serikali kuu zihakikisha kwamba kuna industrialization, because that is the only way tunaweza saidia hawa vijana wapate ajira. Na pia nafikiri itakuwa in the long term. So niombe ya kwamba upande wa vyama haswa kumekuwa na kukandamiza haswa wa kike, akina dada na akina mama kuwania viti za kisiasa. Mimi ukiniuliza kama wakili, na pia nimepata nafasi ya hata kusimamia elections in some of the political parties in this country. Party reforms, political reforms lazima yaanze katika chama.
ikuwe ni policy ya chama na sheria ya chama ya kwamba iwapo tuko na 100 candidates ambao wanaenda kusimama, asilimia kama ni 30 ama 40 lazima zile party tickets zipewe akina mama waende kung'ang'ana. Na pia akina mama pia wajitokeze. Kama kule kwetu Bungoma unapata ile kiti ambayo ninaona tu akina mama wanang'ang'ania, ile kiti ya women rep. So mimi ningeomba ya kwamba utendakazi wa serikali kuu ya Mheshimiwa William Ruto, haswa upande wa vijana, kuna mambo mengi ambayo ni lazima ipewe kipaumbele ili vijana waweze kuridhika. Bure wataona ya kwamba utendakazi wa serikali ya William iko chini kidogo kulingana na yale promises ambayo ilikuwa imepeanwa wakati wa kampeni za uchaguzi wa 2022. Asante sana. Nashukuru. Karibuni. Wao wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Na wengine wakasema mgeni kumpokea kumbe ni kujitongea, lakini sisi tunasema mgeni kumpokea ni kujitengea uelewa, kujitengea maarifa na kadhalika. Nashukuru sana, manake nyinyi vijana barubaru na pia mmeweza pia kupata wosia wa mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, manake yuko katika nafasi nzuri ya kuweza kupiga darubini na kuweza kujua mambo yanastahili kukua hivi na hivi. Na kwako wewe mtazamaji ambaye umekuwa ukitazama kipindi hiki, tumekuwa tukizungumzia hayo maswala. Sasa ni wajibu wako wewe kuamua, na wanawake msilaze damu, msiwe na hofu, manake kuna fursa chungu nzima. Na kwa hivyo wewe ambaye unaungana nasi kwa sasa, tumekamilisha, unaweza kwenda tu kwa mtandao wa YouTube uweze kubofya vile vitufe vya simu yako, uandike tu KBC Channel 1 Tamrini ili uweze kufuatilia haya makala, usiweze kusazwa kwa yale ambayo tumeweza kusema. Na mtakomea hapo kwa sasa. Wakwetu wananiita Sheila Kayaro Yogo. Tutaungana nawe mwendo wa saa 10 kamili kwa awamu ya pili ya taarifa zetu za Kurunzi Mashinani, na kutakia mchana mwema. Kwa heri. Unajua mimi niko huko 2020